الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إلى آخر الآية. إخواني في الله, sikize Allah subhanahu wa ta'ala ambapo anatanda ama anaitangaza rehema yake kwa watu ambao kwamba anawapenda, nao si wengine ni watu ambao kwamba wanamkosea usiku na mchana. Allah anasema katika hii aya, walau anna ahla alqura amanu wattaqaw, lau hawa wenye mji au watu wa kijiji au watu wa qarya watamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na watamuogopa, la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema atawafungulia milango ya baraka ya mbinguni na ya ardhini. Aya ikiendelea kumalizikia, Allah akasema walakin kadhabu biayatina, lakini hawakuamini wala kumcha Allah, hawakumwamini wala hakumcha Allah, baada kumkadhibisha na kuwakadhibisha wote ambao kwamba wamekuja. Hii aya wanachuoni wa lugha wanasema lau ina maana mbili. Lau hii katika lugha kinahau ina maana mbili. Maana ya kwanza, lau wanasema kuwa ni harfu shartin ala tahqiq, yani kikija kilima cha lau katika Qur'ani kinamaanisha kuna sharti fulani mpaka itekeleze ndio ije ule uhakika wa hilo jambo. Kwa hivyo Allah akisema lau anna ahla alqura, lau hawa watu wa kitongoji amanu wattaqau, sharti ni kuamini na kumwogopa Mwenyezi Mungu, ndio uhakika wa jambo. La fatahna alayhi barakatin minas samai wal ardh. Hii ndio maana kwanza ya lau. Lakini mara nyingine lau katika Qur'ani inakuja kama imtinai, yani kama harufu ambayo kwamba imezuia, lakini lau ikitumika na la. Kwa mfano katika kisa cha Yusuf alayhi salatu wasalam alipokuwa na mama Zulekha, Allah anatuelezea, anasema mama Zulekha walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arraa burhana rabbi. Laula imekuja hapa lakini kwa la, yani mama Zulekha alikuwa yomtamani Yusuf, yani yomtaka kiromansia, yomtaka kwa matendo ya ndoa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamnukuu Yusuf, akamwambia wa hamma biha. Huyu Yusuf pia angelitaka, yani ilikuja mwanzo kutangulia ile matako, kwa sababu mwanadamu wa kiume zuyina linnasi hubu shawat, mwanamume ameumbwa na kumpenda mwanamke yote mzuri hata kama si bibi yake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akatanguliza kilima cha wa hamma biha, yani Yusuf alitamani, pia Yusuf alitamani Zulekha kwa mwanamke. Hapa si ati Yusuf alitamani Zulekha, la, hii ni insania, yani binadamu. Mwanamume kaida yake ni kutamani mwanamke hata kama si bibi yake. Mwanamume aweza kuwa ameketi na bibi yake, amelala na mke wake na ni mzuri mpaka amechoka, amekinai, lakini akitoka nje tu akimwona mwingine ashamtamani. Ndio hiyo anamwambia mwanadamu zingine ni nasi kwa kushawari. Sasa hapa Mungu ametanguliza kilima cha wa hamma biha, si ati Yusuf alitamani nani? Alitamani Zulekha, la, kwa sababu kulikuwa na jambo limemzuia Yusuf kumtamani Zulekha, ndio akasema laula arraa burhana rabbi. Yusuf kwa tayari ashajua, ashaona hii ni mambo ya Mungu yanatendeka, kwa sababu ndio maana Yusuf hakutamani Zulekha. Kama wewe kuja walaula, hii nimezuia kabla. Hii hapa tunasema sisi lau anna ahla alqura, hii hakuna kuzuia, bali ni uhakika. Lakini ile sharti yenyewe patikaniwa, sharti yetu sisi watu wa kitongoji, yani wangu mtume, ambaye watu wa Maka, ambaye mtume, ambaye watu wa Madina, ambiwa kila ambaye kwamba amechukua jukumu la mtume kufikisha ujumbe wa Mungu, awaambie watu wake kuwa Mungu yuko tayari kuwafungulia baraka za mbinguni na ardhini.
lakini sharti muamini ukweli wa kumwamini na muogope. Hii ni lau anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhi barakatun. La fatahna, fathu maana yake ni kufungua mlango ambao kwamba hauwezi tena kufungika. Kwa maana fathu, Allah alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna fatahna laka fathan mubina. Alika kilima cha mubin, yani Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume, mimi nimekufungulia wewe milango ya kila kitu kwa uwazi. Atakaye apende, asitaka achukie, lakini Mungu ashakufungulia. Hapa ina maana mara mbili. Maana kwanza ile kwa kila mwanadamu ambaye kwamba ni Muislamu si Muislamu, mushrik si mushrik, zalim si zalim, kafir si kafir, yoyote. Allah anamwambia mwanadamu yoyote, lau atamwamini Mwenyezi Mungu haki ya kumwamini na simshirikishe na akamwogopa. Wenyewe wanachuoni baadhi yao wamesema acha mambo ya kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mtu yamwamini Mwenyezi Mungu, kila mtu yajua Mungu ni mmoja, kila mtu yajua Mungu ndio yule wa mbingu na nchi. Shida ni kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hiyo si shida kwa Mungu, kwa sababu Mungu amesifika na kilima cha Rahman. Ar-Rahman ni sifa ya Mungu duniani kwa kila kiumbe chake, awe mwongo awe mzuri. Wewe muamini Mungu tu na umuogope katika matendo yako. Fatahna alayhim barakati minas samai wal ardh. Allah ataniingiza baraka kwa nyumba yako, watoto wako, biashara yako, kila kitu chako. Na ndio utaona kuna watu ambao kwamba si Waislamu lakini wamemwamini Mungu na wakamwogopa Mungu, hamshirikishi Mungu. Ijapo kumwamini Mtume hayo tuwekekana, kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam tuwekekana. Usipomwamini Mtume ni ile toa ya kumtii Mtume na Mungu, yaani hakuswali, hakufunga, hafanini. Lakini huyu mtu kimwangalia mbaki na baraka, sababu kumepatikana sharti mbili. Kama hii ya masala kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii masala ni baada ya kuondoka duniani, ile sifa yake Ar-Rahim. Kama ndio hii la fatahna, yani Mungu alikuamulia wewe ni Muislamu si Muislamu, maadamu umeamini kuna Mungu na umeamini kuwa mimi sishirikishi kitu chochote, mimi namwamini Mungu na namuogopa Mungu, Mungu atakufungulia baraka kwa kila hali yote. Asikize inaendelea vipi? Fatahna alayhim barakati minas samai wal ardh. Kuna kitu materialistic, sina kita materialistic, kitu nakiona na kishika touchable. Kwa mfano katika maisha ya wanadamu duniani ana mambo mawili muhimu. Haya mambo mawili lazima yaende pamoja, haya balance. Akilemea upande mmoja amepotea, na akilemea upande mmoja pia amepotea. Na kitu cha material, mwili wa mwanadamu. Lazima mwanadamu mwili wake aulishe, lazima mwanadamu mwili wake aogeshe, lazima mwanadamu mwili wake avalishe. Na kuna kitu ambacho kwamba ni kitu ambacho ni roho. Roho haili chakula, yana vitu vingine. Roho haivalishi nguo, yavalishwa kitu kingine. Ambapo roho vitu vyake ni free of charge. Yani kuilisha roho vitu vyake ni free of charge, lakini watu wakakulisha hiyo roho. Kwa mfano, kuivalisha roho mavazi ya roho ni takwa, walibasu takwa. Kuivalisha roho libasu takwa khair. Ukitaka roho ivalishe roho na uchaji Mungu, iwe takwa. Ukitaka kuilisha chakula roho, ilishe na dhikri na kumwogopa Mungu na kumwabudu Mungu. Na hivi vitu ni free of charge. Unafahamu? Lakini watu hivi vitu kwa kiroho watu havifanyi, wameviacha. Watu wanashughulika sana kuulisha mwili. Sawa? Ahla wa sala. Ukiulisha mwili umeulisha roho. Kwa mfano, mimi nasema nakakulisha usiku leo sitakulala.
nataka kusoma Qur'ani mpaka asubuhi, lazima nifanye nini? Lazima nisiwe na usingizi. Yaani maana mimi nimelala mchana, nina nguvu ya kusoma Qur'ani. Si Qur'ani ndo natakulisha roho. Kwa hiyo lazima unulishe, nimpumzishe mwili mchana. Niwe na ile kuwa ya kukesha kusoma Qur'ani. Lazima nile kushiba. Sawa? Na nikila kushiba, ima naweza kuwa mvivu kusoma Qur'ani au naweza kuwa na nishati ya nguvu kusoma Qur'ani. Kwa hivyo haiwezekani kuilisha roho kwa maneno ya Mungu ikiwa hujailisha mwili. Lakini hapo kwa nini kitu inaitwa balance? Nataka nini? Kitu inaitwa balance. Yaani balance kulisha mwili ili yule mwili upatie support roho yako. Sawa? Asa tuje kwa hii aya, la fatahna alayhim barakati minas sama. Mungu ametaja kima baraka. Baraka ni kitu invisible, haionekani. Uweza kuwa na pesa. Ndio hapa anaja kwa mada ya kile Sheikh Saidi ambao wakashindana nao sana. Ati Mungu akipanga kitu akishakupa hakuna atakayeweza kupokonya. Hiyo nakubaliana na yeye. Lakini kuna vitu hawa majini wamepatiwa waweza kupokonya. Riziki yako pale pale. Riziki yako pale pale. Lakini riziki si tatizo. Ndio Mungu katika hii aya hakwambia la fatahna alayhim rizqan minas samai wal ardi. Riziki yako pale pale baba. Hakuna mtu atakayekula riziki yako. Ndio naposema, lakini kuna kitu inaitwa baraka. Weza kuwa na kazi ya kile kazi ndio ikawa ni shida kwako nyumbani, hata madeni ulipi kwa sababu Bwana wamebeza ile baraka. La fatahna alayhim barakati minas sama. Weza kuwa na pesa, lakini zile pesa hata matatizo yako hayakuisoti. Sikafanya kazi lakini tuna madeni tunadaiwa hapa. Ele wala pia lipi. Ina masilambe wote wametoa ile baraka. Sisi hapa tuna hali nzuri, afya nzuri, lakini saa yote tunajisikia tumechoka hata kufanya ibada za Mungu. Wametoa ile baraka mwili. Si majumba yetu soma Qur'an, kufanya kila kitu. Kufanya kila kitu, dua kila kitu. Lakini hawa mabwana hawa mashetani wametoa baraka kwa ile nyumba. Yaani wameweka vitu vikiwa pale, baraka huondoka. Shetani akiwa mahali popote, pale mahali huondoka baraka, yaani huondoka malaika. Kwa hivyo mpaka leo ufaiti uondoe yale mashetani wakaribishe malaika, mahali palipo na malaika ndio pana baraka. Ndio hii, la fatahna alayhim barakati minas samai wal ardh. Akiwa mtuvili imani na takwa, atakupatia riziki. Wewe ukiwa kafiri, usiwe na imani, usimche Mungu. Mungu amekuumba, lazima ule. Ama Mungu amekuumba, lazima uishi. Ama Mungu amekuumba, lakini kuna vitu hawataviondoa kuweka vitu vingine. Wataleta majini, malaika waondoke. Majini they are most powerful kuondoa malaika wakati wewe ukilala. Wanaondosha malaika kwa nyumba yako, wanaita majini yao. Kila jini, kila mtu mwenye jini, yote tuko kwa hiyo nyumba, hiyo nyumba. Sasa wale wenye hiyo nyumba, baraka zinaondoka katika maisha yao. Wanabakiwa na ngangana, hawaendi mbele. Hiyo ndio siri al-asrar. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakati minas samai wal ardi. Riziki yako iko hapo, lakini hawa jamaa wanakuwa baraka. Wanaika vitu vinaondosha baraka. Hii ni furaha kubwa na bishara kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa nani anatamani kwa watu waamini na wamche Mungu? Allah anatamani, yani hawa waja wangu waniamini na waniogope, ndio fungulie kheri. Dunia sasa hii kila mtu analia. Ama sio sasa hii. Kila mtu analia. Lakini watu wajengi, watu wanajenga jamaa. Sisi tunasema kuna pesa Kenya. Watu wanajenga magorofa wajengi. Anajenga. Watu wanaenda out hawaendi. Watu wanalewa hawalewi. Wakuchonga chichongi. Sasa tunajia nini kwa sababu kuna pesa? Hizo za kuchonga, za kuvuta sigara, za kuvuta mabangi, za kwenda outing, hazitoka wapi? Semeni hakuna baraka. Allah amefunga baraka mbinguni na ardhi kwa sababu nini? Hamumwamini Mwenyezi Mungu, na mkimwamini Mwenyezi Mungu nyote
ikuja katika Qur'ani, la yu'minu illa wa aktharuhum mushrikun. Hawali waumini hawa, waswali sana lakini wamebeba mizigo ambao leo Mungu amekufungulia, wengine hata tunaona haya kuangalia. Wengine tunajiuliza na huyu Mungu atuongoze sote. Lakini furaha, muamini Mungu, muogope Mungu, atafungua baraka. Leo acha tumalizie na ugonjwa mmoja. Ugonjwa wa shetani mwingine. Ugonjwa mwenyewe ni ugonjwa wa kusahau. Sikia mtu kwa mimi ni ugonjwa wa kusahau sana. Akiwa mmoja wao mimi. Hivi sasa nakumbuka mimi nilikuwa sehemu za kikazi kubwa sana. Lakini hata tajiri wangu ndio alitoka kuniuliza, "Wewe msomi, mbona waambiwa weke data hii kwa store? Weka data hii mahali pengine hapa sasa." Na kila siku mpaka tajiri atachoka na yeye. Baada ya miaka 40 hajaonyeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio kuna mabwana waketi huku wakudilia vidude, wakuja sio pumbavu katika mwili wako, wakufanyisha kazi hivyo. Ama nini mnalaana hii? Ninawaambia mimi nasahau hata suratul Fatiha. Suratul Fatiha mimi kwa juzu 20 hapa kwa kichwa. Hakuna kama hiyo. Ndio maisha ukioa na watoto pumbavu. Ini mwafanya watu bana kusema pumbavu. Bali mwafikiri Mungu atamficha siku zote. Tukisema kwa uchungu tunajua nitawapitia ndugu zangu. Sio leti ya raha. Lakini wewe bila kumwelewa. Bila siku kwa Mungu ya Rabbi. Hata siku Mungu tena tupatie nguvu, na mwambia Mungu tupatie hivi na sisi twende kwao. Ni mkija kwetu mkirusha majeshi yetu tukera, yatuudhi, yatuharibie maisha yetu. Sisi Mungu akitupa hivi tukija kwenu mwenda kaburini, hatuudhi mtu sisi. Hatuudhi mtu. Kaburini ndio kuudhiwa kule na akhera. Uchafu unaofanya watu. Basi mpaka unafua kazi kwa sababu hiyo. Unafua kazi kwa sababu hiyo. Kuna mmoja wa rafiki yangu, Mungu Abrahamu, alikufa miaka 4. Alikuwa kiniuliza sana, unajua mbona nanikumbuka? Unajua Qur'ani ishuka miaka 2000 ya nyuma. Lakini tunasoma mambo ya ng'ombe, punda na ngamia. Sasa yale ng'ombe na punda na ngamia ndio yakumbuke walete kwa magari. Kama vile Sheikh Abdullah aliposema kuwa bilaha ndio utajiri sio magari wa ngamia. Lakini si comfort zile ngamia tu magari. Ndio akataja ile $2. Kwa hivyo kumshwa nyuma ndio unakuleta wewe kuna nini kinaendelea. Huyu bwana kwa kinaambia kile katika swala anambia baada ya siku moja sije kuona kuna za swala au dua. Kaambia dua gani mimi naijua? Dua gani mimi naijua? Mimi dua gani? Natoka kama mai sasa umedua ndefu kama nimeshatoa bwana dina sijui. Kama vile shanani tunani. Wakati wa shahidi Balulu apiga dua kweli. Ni hana dini. Siwezi. Alimjika mimi. Sikusoma. Sidhani kama kwa Kiswahili kuna mtu kwa kishida mimi kusoma wala fakhra wala tafakari. Hakuna alikuwa ananipigia. Hakuna. Kuna kidudu mtu. Ajinga umekuwekea mdudu, usahau mpaka dua. Na kumbe adua silahu mu'min. Ndio iko silaha ukimwona jini umedua, usisome Qur'ani. Dua umekusomezisha hapa bwana. Hata sikia mtu mwingine kwa mimi ndio kwanza kusahau, kisha jifakhiri kwa proud. Mimi nani akwambia ndio kusahau ni wa wanadamu. Ama mwingine yeye fenomeno yake yokwambia masuni ya Kiislamu ila bikafara tibesiani. Wanadamu hakuumbwa isipokuwa ameitwa mwanadamu kwa sababu kusahau. Nani amekwambia hivyo wewe? Nitolea aya moja. Kwa mwanadamu ameumbwa na maumbile kusahau. Basi aliyomuumba ni mtu wa kusahau. Mchina kama kitengeza gari Mchina asahau kitu. Akiimplement nyingine huwa anaongeza vitu, asahau kitu. Hebu Mungu amekumba yao kupata usahau. Fata wa Musa alayhi salatu wasalam alipoenda safari yao kumwona Khidri. Walipita pale mahali pa samaki, alipoamka akaruka mpaka kwenda mbele. Musa mwambia hajafika. Amwambia pale ndio ile samaki aliruka kaenda kwa maji ile samaki. Musa anamwambia hapo tunapotaka sisi. Fadhali mwambia Musa ni ansalihu shaytanu an akura. Shetani ndio ana tabia za kufanya mtu asahau. Yusuf alayhi salatu wasalam alipotoa jela, wale fatawawili alikuwatabiria zile ndoto zao,
Yusuf aliwasaidia kutoka pale. Yule aliyopata ufalme akaenda akapata ufalme kule. Alimsahau, akaketi Yusuf bidwa asini miaka na miaka ndani ya jela, sababu ni kusauliwa. Mpaka baada ya miaka anakuja kukumbuka. Nini kilichomfanya sahau? Shetani hataki Yusuf atoke jela, atakabaki vile vile. Asau mashaitani wanakura, walimsaulisha shetani kumkumbuka Yusuf alayhi salatu. Hakuna aya katika Qur'ani mwanadamu anatakiwa kusahau, hakuna. Ni shetani anatiwa kwa mwili wako, wewe wasahau kila kitu. Ukiswali na sala kanga 4-3. Kana sema swali Allahu akbar rabbil alamin. Na sahau tunafuata baadaye mbele yako mpaka nakuja swali. Huu ni ugonjwa ambao kwamba unasababishwa na shetani akisaidiwa na mwanadamu kuingiza kwa mwili wako. Fahamu? Tiba yake moja kubwa, usena haraka sasa. Tiba yake moja kubwa ni dhikri. Lete dhikri kwa wingi. Taje Mungu. Udhkuruni adhkurukum. Hiyo tiba moja ya kutoa mgonjwa kusahau. Taje Mungu kwa Mungu. Kimtaja Mungu, Mungu atakukumbuka. Akumbuka usahau, shetani ataondoka yule pale akusawalisha. Kwa hivyo utakuwa utakusahau. Kana bana simamiwa hapa na majanga mawili hapa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.